Kama umewahi kusikia au unafahamu chochote kuhusiana na aliens au UFO kiujumla, hizi stories za viumbe ambao wanatoka nje ya dunia, basi utakuwa umezisikia kutoka Marekani au kwa namna yoyote zimeanzia kwenye chanzo cha habari cha Marekani, either media au mtaalam fulani. Umewahi kujiuliza kwa nini? Hicho ndicho ambacho nataka tukitazame kwenye episodi hii, na nataka nikupe kwa lugha rahisi ili uweze kuelewa, kwa sababu hivi karibuni pia kumekuwa na story za serikali ya Marekani kuachia nyaraka za siri za kuhusiana na UFO, kwa sababu muda mrefu ilikuwa ni kama conspiracy theories ambazo watu walitamani kujua, lakini serikali ilikuwa imelock haya mafaili yao. When it comes to aliens, there's some things I just can't tell you on air. Sasa wameachia haya mafaili na yamezua upya idea ya UFO, na ni kitu ambacho kinaibua swali la hivi tupo wenyewe duniani? Haya maswali yanaletwa na the fact kwamba tumezidi kupiga hatua kwenye sayansi na teknolojia. Kwa hiyo majeshi yanazidi kupata teknolojia mpya, hata kama mimi na wewe hatujui, lakini wanazidi kujua zaidi kuhusiana na dunia, geography na physics nzima kiujumla. Lakini kuna sekta pia kama za ujenzi ambazo nazo zimeingia digital. Juzi nilikuwa naongea na Victor wa Comadre, akawa ameniambia, hivi umegundua kwamba sekta ya mafundi seremala imepiga hatua faster sana? Yani kochi ambalo zamani ungelipata kwenye maduka yale ya bei ghali classic kutoka nje, sometimes unatengenezewa tu na fundi Shabani, fundi Juma, Akaniuliza, umejiuliza kwa nini? Akaniambia ni kwa sababu tasnia ya hao mafundi seremala iliamua kubadilika faster, ikalazimika kutumia vifaa vya digitali. Sasa haya mapinduzi pia Comadre Tools wanataka kuyaleta upande wa mafundi ujenzi. Kwa hiyo wanaleta kitu kama hiki. Imagine ni betri ambayo ni kama power bank ya mashine zote za ujenzi. Kwa hiyo unaivaa mgongoni, alafu unaichomeka kwenye kifaa chako ambacho kinatumia umeme au betri. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi gani ambavyo sekta ya ujenzi pia teknolojia imeingia na inabidi tuhamie kwa kasi, na Comadre wapo hapa kusimamia haya mapinduzi, kwa sababu wao hawauzi vifaa tu, wanauza brand ambao wanaamini ukiichukua inakwenda kutransform kazi yako. Kwa hiyo kama unaishi wa ujenzi ama unamfahamu fundi, mwambie atafute hizi brandi. Kuna Amoeba Pro, alafu kuna Leon ambazo zimeingia mjini. Zote ni brandi za hivi vifaa kazi ambavyo vinatoka Comadre. Namba za simu unaweza ukawatafuta kama ambavyo na kuonyesha hapo, na pia naziweka kwenye comment. Acha ni kuingize sasa kwenye UFO. Kwanza kabisa, ukisikia UFO ni kifupi cha Unidentified Flying Object. Kwa hiyo sio jambo la kitaalam sana. Ni kama kwa Kiswahili tungesema tu dude linaloruka lisiloeleweka. Kwa hiyo inakuwa ni DLL. Dude linaloruka lisiloeleweka. Ndio hii UFO kifupi. Leo nina sababu kama 3 hivi kubwa ambazo zinafanya mara nyingi unasikia hizi stories za aliens kutoka Marekani. Na nikikuelezea zote hizi 3, utaanza kuelewa kwa nini karibu kila story kubwa ya UFO duniani huanzia kuwa na harufu ya Marekani. Hoja ya kwanza ni teknolojia ya jeshi la Marekani. Marekani ina uwekezaji mkubwa sana kwenye anga kuliko taifa lolote duniani. Na maanisha ina satellites nyingi, ina radar systems ambazo ziko advanced, na ina fighter jets za kisasa. Na pia ina hizi kambi za kijeshi nyingi duniani ambazo nazo zinahusu surveillance. Na ina hii surveillance system zinazofuatilia anga karibu kila muda. Ndio haya mambo unasikia GPS, sijui satellite nyingi za Marekani. Kwa kifupi, Marekani ina macho mengi zaidi angani kuliko karibu taifa lolote duniani. Na ukiwa na macho mengi zaidi, it means utaona vitu vingi zaidi. Na hii ndo sababu story nyingi za kuona UFOs duniani huwa zinatoka either
kwa mapilots wa kijeshi au kwa maafisa wa jeshi la maji la Marekani, Navy officers, au kwenye wale radar operators wa Marekani. Na sio lazima kwa sababu wameona aliens, ila kwa sababu wana vifaa vya kuona vitu ambavyo wengine hawaoni. Na hapa ndipo wengi huwa tunachanganya kwamba wakiona Pentagon imetoa video ya object isiyoeleweka, wanafikiri moja kwa moja ni aliens. Nimekuambia kuna tofauti ya UFO na aliens. UFO ni dude lolote ambalo halieleweki. Kwa hiyo ukisikia wanasema kuna UFO imeonekana, inawezekana kuwa kati ya hivi vitu: drone ya adui, labda experimental aircraft. Unajua kuna kipindi tulipata ile story ya puto la China ambalo lilionekana Marekani, kwa vitu kama vile. Na kuna radar pia, na kuna kitu wanaita atmospheric phenomenon, kwamba jambo fulani linatokea angani ambalo ni jipya kwenye mifumo ya teknolojia mlionayo. Na Marekani huwa inakutana na hizi scenario mara nyingi zaidi kwa sababu ndio taifa lenye shughuli nyingi za kijeshi angani. Ndio maana maeneo kama Nevada, Arizona na New Mexico yamejaa stori za UFO. Ukizifuatilia ni sehemu ambazo zina hizi kambi za kijeshi na haya mamitambo yao. Kwa miaka mingi huko kulikuwa na secret military testing. Ndio utasikia kuna hizo ndege kama U2 spy plane, kuna SR-71 Blackbird, kuna hizi stealth aircraft ambazo ndio tulishazielezea kwamba wana teknolojia ambayo haiwezi kuonekana kwenye rada. Kwa hiyo teknoloji kama hizi zinafanyika huko, kwa hiyo wana spy pia anga na ni rahisi kuona haya madude. Na watu wanapoziona usiku wanafikiri ni UFO. Miaka ya baadaye ndo serikali inakubali kwamba actually hizi zilikuwa ni ndege zetu za siri. Kwa hiyo sehemu ya UFO mythology ya Marekani ilizaliwa kutokana na teknolojia ya kijeshi ambayo ilikuwa mbele sana kuliko public imagination ya wakati huo. Kwa hiyo sometimes UFOs nyingi ambazo zilirekodiwa baadaye jeshi lilikuja kukubali. Na hapa ndo tunaingia kwenye hoja ya pili, uhuru wa habari. Na hii ndo tofauti kubwa ya Marekani na nchi nyingi duniani. Marekani ni moja ya nchi chache ambapo rubani wa jeshi anaweza kufanya interview. Mwandishi wa habari anaweza kuchunguza military files. Yaani mafaili kabisa ya kijeshi mwandishi anachunguza. Na mtu anaweza kuandika kitabu kuhusu siri za serikali bila kupotea ghafla. Katika nchi nyingi duniani, mambo yanayohusiana na anga au mambo ya kijeshi huwa ni classified moja kwa moja na inawekwa kwenye issue ya usalama wa taifa. Hakuna interviews, hakuna kuvuja kwa taarifa, hakuna documentaries. Lakini Marekani ina culture tofauti. Ina media kubwa ambazo ziko huru na zinalindwa kikatiba. Wana kile wanaita investigative journalism, uandishi wa habari wa uchunguzi ambao hauna mipaka. Na wana sheria ambayo inaitwa Freedom of Information Act FOIA. Hii huwa inafanya kulazimisha serikali iruhusu raia kurequest baadhi ya dokumenti za serikali. Yaani unaweza ukatoka ukaiambia CIA kwamba kuna kesi fulani na kesi fulani ya mwaka fulani imeshapita muda kikatiba, nahitaji nione faili la hiyo kesi, na unapewa. Na ndio maana mara kwa mara utaona CIA file zikiwa zimefunguliwa, FBI memos zikiwa disclassified, Pentagon footage pia zile ambazo walirekodi zinavuja. Na unakuta kuna watu pia wanajeshi wastaafu wanatoa ushuhuda hadharani, unamlipa tu, anafanya na wewe interview exclusive na inaenda duniani. Na kila kitu kinapotoka hadharani dunia nzima inaona. Lakini watu wengi huwa wanasahau hili jambo moja muhimu sana, kwamba matukio ya ajabu ya angani hayatokei Marekani tu. Yamesharipotiwa Brazil, yamesharipotiwa Russia, yamesharipotiwa China, yamesharipotiwa Iran, Zimbabwe pia yamesharipotiwa huko Afrika, South Africa yameripotiwa, Ubelgiji yameripotiwa. Kwa hiyo tatizo ni kwamba nchi nyingi hazina mfumo wa kugeuza matukio haya kuwa global conversation, kwa maana yajadiliwe kimataifa.
mara nyingi Marekani ndio ina microphone kubwa zaidi duniani. Kwa hiyo story ikitokea Texas, baada ya saa moja utasikia iko YouTube, iko CNN, iko TikTok, iko podcast, iko Reddit, iko Netflix documentary. Lakini ikitokea kwenye nchi ambayo ina censorship kubwa, inaweza kuishia kimya kimya. Lakini hapo hapo pia kuna ishu ya desturi, mila na vitendea kazi. Mfano, ishu ya Afrika, watu wakiona hizo UFOs mara nyingi wanazitafsiri kwa vipimo ama framework tulionayo. Wengine wanaita ni nyota, labda imefanya nini nini, sijui ni mambo ya kichawi. Kwa hiyo watu wanatafsiri labda ni pepo fulani, unajua. Kwa hiyo sisi tuna namna ambao tunatafsiri vitu vya ajabu tukiviona angani. Kwa hiyo ni ngumu sana mtu wa Afrika kuripoti hicho kitu. Badala yake utajua tu labda ni nyota fulani, au utatulia, utajua ni kitu ambacho akionekani, akieleweki, basi kwa nini nihangaike nacho, you know? Ni ngumu kuripoti. Lakini Marekani wana vitengo kabisa vya kuripoti matukio kama haya. Kwa hiyo faster una uwezo wa kuripoti. Ni culture imetengenezwa ambayo huku kwetu hatuna. Kwa hiyo tukiachana tu na uhuru wa habari, hata tu hiyo culture ya kwamba eti ni ripoti serikalini kuna kitu nimekiona angani, hatuna hiyo teknolojia ya kuvifuatilia. Kwa nini tuhangaike navyo? Kwa hiyo kuna hilo pia. Lakini hoja nyingine kubwa ambayo nimeiweka ya mwisho lakini ilifaa kuwa ya kwanza ni Hollywood. Hii ndio hoja ambayo watu wengi huwa tunaisahau kabisa. Kwa zaidi ya miaka 70, Hollywood imekuwa ikitengeneza picha za alien kwenye akili ya dunia nzima. Kabla ya science fiction movies hizi kuwa maarufu, hakukuwa na image ya moja kwa moja ambao ni ya kidunia kuhusiana na hawa viumbe wa anga za juu. Hata hii picha ambayo tunayo ya aliens, nikisema aliens I'm sure hii ndio sura ambayo wewe unaipata. Lakini hakuna mtu amewahi kumuona aliens. Hii ni sura ambayo tumetengenezewa na Hollywood, industry ya burudani ya Marekani. Flying saucers, grey aliens, big black eyes, secret labs, Independence Day, government cover-ups na story kama alien invasions. Kuna mamovie na maseries kibao Hollywood ambayo yenyewe ndio ukimtajia mtu kichwani zinakuja hivyo vitu. Haviji zile sura ambazo wataalamu waliziona. Kwa sababu mara nyingi kama umegundua hizi story na mafaili ya serikali, sijui hata nini kinatokeaga, unakuta ni video ambayo kuna kadoti keusi ndo wanakuambia hiki ndo tumekiona ni cha ajabu. Sasa kitu gani? Ukikiangalia kwa macho wewe uelewi. Kwa hiyo hile ndio sura ambayo tunayo when it comes to matukio halisi ya vitu vilivyoonekana angani. Lakini hizi sura ambazo tunazo kichwani za aliens na viumbe wa anga za juu, zote zimetoka kwenye hizi filamu na movie za Hollywood. Kwa hiyo zilijenga hii mythology, na hii mythology ikaathiri jinsi watu wanavyotafsiri vitu vya ajabu wanavyoviona angani. Mtu akiona mwanga wa ajabu, akili tayari ina template ya Hollywood. Hata hizi ndege za duara, unaona kama ndo ndege za duara ziko hivi, ndo alien wanakaa huku, you know? Na ndo maana hata conspiracy theories nyingi za UFO duniani zinatokana na scene za movie za Marekani. Kwa kifupi, Hollywood haikututhibitishia aliens, lakini iliifanya Marekani kuwa nyumba rasmi ya imagination kuhusu aliens. Na ukizunganisha hizi hoja zote tatu, ndio unaanza kuona picha kamili sasa kwamba Marekani ina teknoloji kubwa ya kuona angani, alafu ina uhuru mkubwa wa kuripoti, na pia ina nguvu zaidi ya kusimulia story duniani through hizi movies, vitabu, na wana hiyo culture. Na combination hiyo imefanya ionekane kama UFO zote duniani zinaanzia na kuishia sometimes Marekani, lakini reality inaweza kuwa tofauti kabisa. Kwa hiyo sometimes serikali ama wanasiasa wa Marekani wamekuwa wakitumia hiki kitu ambacho ni story za aliens kuweza kudivert baadhi ya story. Kwa hiyo hata kuibuka juzi unakuta yamefunguliwa mafaili ya miaka hiyo, alafu ukiangalia kinachojadiliwa ni kadotika kwenye video
ambako kikaangalia hata akakupi picha kamili, lakini unaambiwa tu jeshi limegundua hiki kitu, hakieleweki, sijui aliens wapo. Bado hakujawahi kuwa na uthibitisho wowote. Marais wengi wameulizwa, wamesema hawajawahi kuthibitisha hicho kitu. Truth is that when I came into office, I asked, right? I was like, all right, is there the lab somewhere where we're keeping the alien specimens in spaceship? They did a little bit of research and the answer was no. Lakini bado conspiracy theorist wanakuambia hawa watu wapo, aliens wapo, hatuko wenyewe, Sasa wewe ndio utaamua utaamini nini, lakini nimejaribu kukupa muktadha wa hii situation. Kwa hiyo issue sio hizi conspiracy theories na stories za vitu visivyoonekana angani vitakuja kutufanya nini. Issue ni hawa wanaotuletea hizi stories sasa hivi wanataka watufanye nini, tujisikieje, na tukishajisikia tufanye nini. Be informed, not influenced. I hope nimekuongezea kitu kwenye hii episode. Asante kwa kila ambaye unaniambia kwamba unapenda hizi sessions, lakini zaidi wewe ambaye umesubscribe kwenye akaunti hii, kwa sababu ndoto yangu ni kufikia subscribers 100,000 ili niweze kukuletea kila siku vitu kama hivi. Lengo ni kukupa muktadha wa nje ya zile stories za kutaka kuelekezwa kwenye direction moja. Uelewe jambo kwa nje, ulitazame, then ulichambue kwa akili yako. Kwa hiyo mara nyingi nakupa sehemu ya kuanzia kufikiria na sikupangii cha kufikiria. Naitwa Grayson Gideon. Shout out kwa Comadre Tools kwa kufanikisha hii episode. Ubarikiwe tena na tena. Hii ni MDC Updates.